Nimeanza mimi nafanya hizi zote tatu mwenyewe. Hii kuanza kwenye field kuachia watu ni juice kati. Unapika, unakula, unaosha vyombo. Nilikuwa spiki, wala sio vyombo. Nilikuwa nanunua chakula. Sina muda. Yaani nilikuwa na edit content, natafikiria script, na edit content hapo sijui hata script ni nini, nafikiria tu niongee nini. Na nkaa chini na faza na edit content. Unaanza kutumia ChatGPT hapo. Yeah, ChatGPT nimeanza kutumia very recent baada ya kujua kwamba nabaki nyuma sana. Unajua au kuna mtu anajua ChatGPT ajui kama kuna kitu inaitwa prompt. Kwa hiyo bado ni beginner, hajui kuenda kwenye ChatGPT, sio Google ile. Unajua tu tumetoka kwenye Google kuingia ChatGPT. Kwa hiyo tunatumia ChatGPT kama Google. Kwa hiyo tunakuwa outdated. Yeah, AI sio Google. AI is very very simplified technology. Kwa hiyo nilikuwa na shoot mwenyewe content na nafikiria script na shoot na edit. It costed time. Tena ukiwa unaanza, inabidi kila saa una shoot na content, unafanya marketing kwanza. Market. Zikianza kuja leads. So kama tu ukifanya marketing ndio leads zinakuja hapo. Bro, it take time mpaka leads zianze kuingia. It take time mpaka uanze kufuata angle fulani nzuri marketing ziende. Leads zinaanza kuingia. Zikija leads ni zoezi la siku kabisa, hata wiki. Nipige simu na wewe, simu na wewe. Hapo unajui script, unajui convention, unajui chochote, unaongea tu na mteja. Akikuahidi unamwambia sawa, kumbe yani akupa objection na unamwambia ngoja nikuulize mama yangu, basi hauna shida. Kumbe hapo unatakiwa uwe na kitu cha kujibu. Sijui sina hela. Unamwambia sawa, basi ukipata hela utanirudia. Kumbe hapo ukakwambia yeye na hela, amaanishi kwamba hana hela. Kuna namna ya kufanya mpaka amekuja kwako, anataka hicho kitu, anajua lazima ni gharama kwa pia. Kuna kitu cha kujibu. Niweza kufanya conversion ya leads. Na nyanyuka, nikipata kampuni, unaingia kwenye kompyuta, unafanya application. Unaweza kufanya application kwenye mtandao. Unakuja kuanza kuandika mema, unaweza kuandika mema, unakuja kuandika form 14B, unakuja kuandika ethics, unakuja unafanya kila kitu. Ukimaliza haya yote, naenda tena kwa mfano, ukisha submit kila kitu, mteja umemwaahidi itatoka kwa muda mfupi. System zina collapse, system haziendi. Yaani mteja anajisaidia kama tuko Afrika mambo yanaenda mpaka uende kwa push na nini. Kwa hiyo ukitoka hapo unabidi tena uende ofisini kwenye organization usika ambayo inafanya. Uanze kupush, hey nimeleta program yangu, ukirudi nyumbani. Hapo napanda daladala. Kwenye daladala na edit content. Daladala. Nimepanda daladala, usinione hapo, nimepanda daladala na edit content. Kipindi kwenye daladala na post kwa foleni hapo umetoka posta, unarudi huku nyumbani kwa kuna foleni kubwa. Una edit, una post. Sasa nyumbani imepostika. Na wakati huo unaanza kutengeneza tena mema mengine ya kampuni ulionayo, sema nini content money. Bro, ndio maana nikimwona mtu anataka kufanya biashara, amefungua kampuni ameanza, alafu ana excuse nyingi kama wewe,